Habari za wakati mtazamaji wa matangazo ya Tukutan TV. Popote ulipo, karibu kufuata habari kwa muda mfupi kutoka meza ya wariri ya TKTV Baraka. Na hapa ni muhtasari wa habari zetu za leo. Nchini DRC, mamia ya wakimbizi wanaendelea kuingia mjini Bukavu wakitoka katika vijiji kadhaa ambavyo vinashuhudia mapigano kati ya waasi wa M23 na wapiganaji Maimai Wazalendo. Hata hivyo, huko mjini Uvira, baada ya mapigano ya siku ya kwanza Mei tarehe 5 katika kijiji cha Katogota katika eneo la Uvira, Kivu Kusini, ikihusisha wapiganaji wa upinzani wa Wazalendo na waasi wa M23 AFC, msemaji wa Wazalendo Kadogo Tondo Bernard alisema Katogota bado ni eneo ambalo mpaka sasa halijulikani linamilikiwa na nani, yani ikipenda kumaanisha mapambano hayo walienda sare pande zote mbili. Nitakuwa na habari za huko Ruchuru ambako mlipuko wa roketi ulipata kuwaua watu 4 huko Bwito. Kuna hayo na mengine, mpenzi mtazamaji, usiondoke, ungana nami. Dinamike Malembe wa TKTV ni mimi, karibu. Nchini DRC, mamia ya wakimbizi wanaendelea kuingia mjini Bukavu wakitoka katika vijiji kadhaa ambavyo vinashuhudia mapigano kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo. Raia hao wakilalama kuhusu hali ngumu wanazopitia. Yote haya ni wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimewasilisha rasmi mapendekezo yao ya kupatikana amani, ikiwa ni sehemu ya mchakato unaoongozwa na Marekani. Dhamira ya juhudi hizo za Washington ni kumaliza machafuko kwenye eneo lenye utajiri mkubwa wa madini la mashariki mwa nchi ya Kongo. Masad Boulos, mjumbe maalum wa Rais Donald Trump, amethibitisha kuwa Marekani imepokea mapendekezo hayo. Uvira, baada ya mapigano ya siku ya kwanza ya tariki 5 katika kijiji cha Katogota ni katika eneo la Uvira, Kivu ya Kusini, ikihusisha wapiganaji wa upinzani wa Wazalendo na waasi wa M23 AFC, msemaji wa Wazalendo Kadogo Tondo Bernard alisema kwamba Katogota bado ni eneo ambalo mpaka sasa halijulikani liko chini ya umiliki wa nani, yani kutaka kumaanisha pande zote mbili walienda sare baada ya mapambano ya siku ya tarehe 5 Mei. Kulingana na masemi yake, mapigano hayo yaliruhusu Wazalendo kutoa hasara kubwa kwa waasi na kuwalazimisha kurudi katika kijiji jirani cha Bondeko. Katogota kwa sasa haijamilikiwa na Wazalendo au na waasi wa M23, alimalizia. Walakini Kadogo Tondo amekosoa vikali wanachama wengine wa Wazalendo ambao wanajiweka kwenye mstari wa kwanza wa mbele na nguvu zaidi, lakini kwa ukosefu wao wa nidhamu mbele ya adui ilisababisha kupotea kwa vijiji kadhaa kama vile Kaziba, Luwinja, Lui, huku mji wa Bondeko huko chini ya uangalizi wa Wazalendo. Katogota ilikuwa chini ya usimamizi wa Wazalendo kutoka saa 4 hadi saa 6, lakini kujiondoa bila kutarajia kutoka kwa sehemu ya vikosi vyetu viliruhusu adui kuanza tena kudhibiti ardhi, alimalizia. Ruchuru, mlipuko wa roketi uliwaua watu 4 huko Bwito. Roketi ilipuka kwa bahati mbaya katika soko ndogo la kituo cha Bambo tarafani Ruchuru, kaskazini mwa Kivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na habari katika miliki yetu, mpiganaji kutoka kundi la Wazalendo ilisemekana kwamba alikwenda kuripua roketi hiyo kwa bahati mbaya, hivyo na kusababisha mauaji ya watu 3 huku wanawake 2 na mtoto mmoja. Vile vile mlipuaji wa roketi na wenzake 2 walijeruhiwa vibaya. Pia vyanzo vya habari vinaonyesha kuwa mwathirika wa 4 alikufa kutokana na majeraha yake siku ya pili asubuhi ya tarehe 6 mwezi wa 5 katika kituo cha afya ni katika mkoa huo, huku ripoti kamili ni watu 4 ndio waliokufa. Watu wengine kadhaa pia walijeruhiwa katika mlipuko huo. Kujulikana kwa mkoa huo kunasababisha mzunguko wa aina hii ya tukio kuhusishwa na uwepo wa watu wenye silaha katika eneo hilo, ambapo mapigano kati ya vikundi vya waasi na vikosi vya ndani vinaendelea kupanda hofu, na ukiwa ikumbuke kwamba eneo la Ruchuru kaskazini mwa Kivu linakabiliwa na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama uliozidishwa na uwepo wa vikundi kadhaa wenye silaha, haswa waasi waliungwa mkono na Rwanda M23 AFC. Nimalize habari hizi za ufupi na habari za huko Beni, mpenzi mtazamaji, ambako vikosi vya
silaha vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC viliwasilisha Jumatatu waandishi wa habari watoto 18 kati ya vikundi vya wenyeji. Watoto hawa wote wavulana wachanga hapo awali walikuwa washiriki wanamgambo mbalimbali wanaofanya kazi katika mkoa wa Beni. Kulingana na Maitre Pepin Kavota, raisi wa shirika za kiraia katika mji wa Beni, askari hao wa zamani watalazimika kufuata elimu zaidi na usimamizi kabla ya kuunganishwa tena katika familia zao. Mashirika kadhaa za kutetea haki za mtoto na MONUSCO zimeshiriki katika shughuli hii. Katika hafla hiyo hiyo, mateka 10 wa ADF pamoja na wanawake 3 pia walikusanywa na familia zao baada ya kutekwa wiki 3 za utumwani. Mpenzi mtazamaji, na ni hapa nitakuwa nimemaliza taarifa ya habari kwa muda mfupi siku ya leo. Mimi ni Dinamike Malembe wa Tiki TV nikikutangazia kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Karibu kwa mara nyingine tena, utakwenda kufuata taarifa zetu za habari za hiyo kesho, endapo utakwenda kujiunga pamoja nasi katika runinga yetu Tukutan TV. Kwa irini.